lingine ambalo sasa amefikiria. Hiyo inamaanisha wanaendelea kuwa mwalimu. Sasa hii nikianza kupeana, mtu atapeana zingine hazinjapeana, because lazima uchochee wale ambao unawafunza. Sio itoke kwa mwalimu, inafaa itoke kwa, because many of the times pastors they stand, we stand, and then we deliver without even knowing what you need. Hiyo sio mambo ya mahubiri. I'm talking about training. You know training is different between preaching. Let me ask you one question. Yesterday I was called by one of our senior officer, kitu kama saa 4. We went and visited one officer who fell down and she had to be operated. And now the question is this, huyu mama ni wa traffic. Huyu mama yeye alijipeleka hospitali ama aliambia daktari akuje kwa nyumba yake? Forget about that. Wakati unakonjeka, wewe unaambia daktari kuja Mbaraka? No. Unamwambiaje? Hata unampigia? Hata unajua nani ako kwa triage? You don't know. Wewe unajipeleka. Na ukiambiwa na daktari ufue nguo zote, utoe nguo zote, unamwambianga sitaki? Unazifua zote mpaka zile za ndani, si ndio? Yes. Ndio uingie katika operation kama unaingia katika theater. So uko na kimbelembele pale ya kukataa? Huwezi kataa kwa sababu unajua mimi naweza enda. Siku moja this year niliambiwa nitoe nguo zote. Nikazitoa na nikasahau na ile ya ndani. Sasa nikaenda tu nikiwa nimesimama hivi ili nirushe mguu hivi, nikanyange niingie theater. Msichana akaniuliza, "I hope umetoa nguo zote." Nikamwambia ndio, lakini ile ya ndani sijatoa. Niambia na nilikuambiaje? Bas, rudi kwa ward uende utoe. Nikamwambia hapana, simama nyuma yangu hapo, hii natoa. Nikatoa dakika moja. Sasa sifai kuogopa daktari. Si nikikufa wataniona kila mahali. Hata hawana interest na huko. Mahali mnavichanga, Mungu hana interest na hapo. Ako na haja na moyo wako. Ukienda kwa Mungu lazima ufue nguo zako zote. Ukiona yule mtu hawezi akauliza swali, huyu mtu hawezi saidika. Ukiona mtu hata anafikiria hii swali ni matope na anauliza na anajua ni matope ama ajui ni matope, huyu ndio mtu anaweza kumbandilisha watu wengi hapa duniani. Because hizo maswali wanaogopa kuuliza ni kama kuambiwa na daktari fua nguo zote na anaacha ile ya ndani. So kama wewe unauliza zile maswali hazina kibuchezo, yani wewe kubadilika kwako ni ngumu. Because you know in your heart kuna kitu juu na unapata kuuliza. Unataka kujifanya unajua. That's why mwenye anauliza ile iko na matope, that person ukifuata maisha yake, chances ni high sana wokovu wake unaweza kuwa more powerful kuliko mtu alianza kuokoka kitambo sana. Because he's able to open the heart. When you close your heart, it is not possible for others to know your heart. And that's why Jesus could open his heart to the disciples. He inspired them. He instructed them. And he taught them how to go, where to go, when to go, and to whom to go to. Even us, as we prepare to go, we must know where are we going. What do we have? Which message? Because Biblia inasema njooni kwangu nyinyi nyote mmelemewa na mizigo mizito, nami nitafanya nini? But let me ask you one question. Wakati Mungu anakupumzisha, wakati Yesu anakupumzisha tena anakuacha. Anakuachanga tu ukiwa umepumzika. No. Huwa anafanya nini? Huwezi sema no na wewe una hanisa. Tuachane na hii tabia ya kusema no na yes. Nipe sababu. Sasa mimi siongei na washirika, saa hii naongea na trainers. Sitakupembeleza kama mshirika wa kawaida. Tayari wewe ni mhuduma, missionary. Umesema no what? Wacha kukula, msijawahi wana mwanamume anakula nini? Kindole. Ongea mtumishi. You see, if you don't know something, say you don't know. If you don't want to mislead people. Unaweza ulizwa swali na kama hujui sema hujui. Na usimwambie direct sijui, mwambie give me time, I want to confirm something. Never ever give answer I don't know in your life. As long as you are a trainer, never to your students.
Mwambie, give me more time. I will answer you tomorrow. Help me with your phone. I will send you the answer. So the question was, amesahau. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Jesus Christ, number one, He inspired them. He instructed them. He even sent them in a specific place. Let us go to the book of Matthew 28, verse 19. Then my time is over. Muda wangu umeisha. Biblia inasemaje Matthew 28, verse 19. Therefore, of all, did Jesus send them to their villages only? All the nation, doing what and what? Sasa let me ask you one question. How will you baptize person kama wewe kuongea huwezi kuongea? How? Si tunaenda mission. Wani kuimba, before watu waanze kuimba lazima uwafunze what is praise and what is worship. Ukiwa na confidence. Baptizing them. Next. Father, Son, and of the Holy Spirit. And teaching them. The greatest ministry and the mission that Jesus gave to his disciples is teaching. People are failing today in the churches because of lack of teachers. And that's why God has selected you to be a teacher of others. And you are not only the teacher, you are the teacher of teachers, the mender of menders, the trainer of trainers. Praise the Lord. And it doesn't matter whether you know the Bible. What matters is to open your heart. Just that. When you open your heart, God will feed you with what is necessary for you to go for the mission. You will never be used in Kenya. You will also be used to other nations. God is not sending you to Kenya. He is sending you to all the nation. Read all the nation. Now, the greatest relationship is the relationship with our God. If you know whom Holy Spirit is, the Son and God the Father, you will be able to relate well towards your marriage. Hallelujah. Inua mkono juu, ambie Bwana nisaidie. Sitaki kuongopa kitu. Nitumie kama chombo. Hallelujah. You see, you are telling God, I believe you speak it from your heart. Isn't it? Let me tell you one thing. When Jesus interacted with his disciples, they were never left the same again. He chose only 12. We are more than 12. And these 12 disciples are able to preach the gospel across the world. You are more than 12. You will make it. You will know relationship very well. You will know the right time to marry, the right woman, and you will know whether it is right or it is wrong to know your partner. No, I'm sorry to say that. To have sex with your partner before the time comes. The Spirit of God will help us to know everything. And every question which you've been having in your life, even if it is not revolving around the relationship, you will be able to know it. Because the Bible says, with God, all things are possible. So don't fear anything to ask question. And before I close, do you have another question to include? Pengine umekumbuka ingine ambayo itasaidia wengine. Because my time is up. Na tumeanza. Ambia mwenzako tumeanza. We shall create more time. Hata kama sio Thursday, because we people, we are very important. We are the one who go and represent a service in any mission. So we need to have more time. We have so many topics like management, like leadership and management, development, discipleship, discipling. We have like 10 topics we should cover. Relationship being inside. Do you have any question you want to hand? Siongope. Sasa tumeelewana. Sasa hakuna kusema ati ninaongopa. Sema.
Hiyo swali haiko sawa. Kuachana aje? Alafu sorry? Oh. Okay. Add that question. Next question, another one. Vizuri tu ndio. Next time we shall come, we shall go direct to answer. Even if it's sacrificing ourselves during lunch times, we shall do it so that we can cover all things before going for our mission. Yes, another question. Ya kuongezea. Tumefika mwisho. Tumefika mwisho. Sasa maswali ni hiyo. Give me my time. Nani yako na time? Niambie ni saa ngapi? Saa 2:45. Tumepitisha. Si ndio? Sinafaa kwa saa 2:30. Saa 3. Okay? Nimeambiwa hapa mbele. Haya, kuna kitu ya kuongezea? Unaona, wacha tuongee kuhusu hii, ndio tukianza kujibu itakuwa ni rahisi. You see, a leader must think. Yes? Okay, nimekuja nimepatana, sasa nimetoka kwa relationship nyingine. Nikaacha huyo. Nikakuja nikakutana na mwingine naye alikuwa ameacha. So, your desires are bigger than your self-control. Okay? Andika hiyo. Hiyo ni hiyo, desires bigger than self-control. But when desires are smaller, self-control is big. Hautakuwa na acha sana. Haya, swali lingine? Yes? Is it good to marry beyond our religion? Like This is what happened when you do that. This is what exactly happened. Because unakula kitu ambacho wewe mwenyewe tangu ukiwa mtoto haukufanya nini. This is what happened exactly. You see, let me tell you one thing. Relationship is like these cars. Just have a look of this. You see, the one is moving with the speed, the other one is not moving with the speed. Relationship is the same. That's why when you go, you'll find this car, the same car. Hii ambayo, you see this car it has good brake, and this one doesn't have good brake. Any relationship that doesn't have brake, this is what happened. Look, that one has a brake. Look this. Amegonga. Hizo ni relationship, ameacha, hii ameacha. Because it doesn't have brake. For your relationship, if it doesn't have brake, you'll have so many accidents. And that's why after the end of this section, we shall have healing of our hearts, our mind. There are so many wounds in our mind. The wound of relationship. Sababu ukichumbia mchumba na unamwacha na kidonda. Watu wengi wamepata accidents. That's why we need to have what? To have breaks in everything. But this break, what are these breaks in a relationship? What are these breaks in the ministry? That's why unapata mtu wako juu sana na umbiri fire. Baada ya dakika chache, miaka michache, huyo mtu hapatikani tena. Hawakufunzwa mambo ya breaks, self-control and desire. Amen. That's why wanagonga watu. Hiyo sasa ni kunyang'anya wengine wachumba kwa sababu umefunga macho. Hallelujah. There are so many accidents in the class. To an extent huwezi kaa kwa hiyo roho, unaenda kukaa kwa roho ile ingine. Accidents. Dada ananiangalia vibaya aje? Hallelujah. Yes. You see, I will start by correcting you. Kijana ni nani? No, who is kijana? Kijana ni mwanarika. Mfulana na msichana. Endelea. Ninakupenda. Hivyo tu. I love you. Matthew chapter 10. Matthew chapter 11 verse 28 inasemaje?
Matthew 11:28. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Niliuliza swali moja, Mungu akikupea mzigo, akikutoa mzigo wako, anakuacha ukiwa hivyo? Anafanyanga nini? Anakufanyia nini? Mzigo wake ni mwepesi. Anakupea mzigo mwingine. Sasa swali yako inaulizaje? Ulikuwa unaulizaje sasa? No, you've changed your question. Umeuliza juu ya love. Kijana mfulana anaweza kuambia dada, I love you. That's what you asked. Si ndio? You see me, I follow your question. Ngoja, mbona mnaanza kuinua mikono na nilipeana, lakini nitakupea. So, Matthew says, Mungu akikutoa ile mzigo mzito, anakupea yoko ingine ambayo ni nyepesi. The Spirit of God will teach you many things. When anapotoa hiyo burden ya hiyo kitu, hauelewi, anakupea mzigo mwingine wa kujua, na huo kujua utakuwa mwalimu wa kufunza wale wengine. Na some of you hamtaanza kufunza bure, itakuwa 1 hour 4K. Sasa kama imekuwa set standard, what will do? You will teach and you will be paid, not only in Kenya. You have even international certificate to go and train. But before you go and talk to others about relationship, you must have removed the yoke by Jesus, and Jesus will have given you the yoke, whereby you not control yourself. You see, the yoke inaunganisha wakiwa wawili. Wakiwa wawili. Sasa hii yesi enda huko, so utaunganishwa na Roho Mtakatifu, so utakuwa na uwezo wa kudeliver the same gospel to the people. That's why Biblia inasema, Matthew, the same book Matthew inasema, Musa aliwaambia, ukiangalia mwanamke, so ukichukua mwanamke ufanya mapenzi na yeye na sio wako, umefanya dhambi. Lakini Yesu alikuja akasema hiyo sio dhambi. Ukimwangalia na macho ya kutaka kufanya, wewe mwanamume, ni wasichana wangapi hapo umekuwa ukiwakatia kimoyomoyo? Wale wako na miwani unataka, wako green unataka, na wewe unasema Suleimani alikuwa na wanawake wengi. Nao Biblia inasema kulingana na sheria ya Roho Mtakatifu, ukiangalia mwanamke, in other word, ukisema nakupenda na upendo wa kufanya last, hiyo ni dhambi na ni makosa. Lakini kuambia ndugu nakupenda, upendo wa Yesu, there is no problem. I was trying to answer her. Yesu anasema, wewe unafikiria Yesu alikuja kufanya sheria ikuwe ngumu ama rahisi? Na ikiwa ngumu utaweza kutii? Utafanya nini? You will give up. Na ukigive up unafuata nani? Yeye. Unafuata huyu Yesu. Because hatuwezi tukahesabiwa haki kwa sheria. Kwa sababu sheria inasema mimi nikichukua huyu mrembo tuende tufanye mapenzi na yeye, ndio dhambi. Naye Yesu anasema unakuwa mgumu hivyo. No, Yesu anasema hivi. Yesu anasema ukifikiria tu kwenda kufanya mapenzi na yeye, hiyo ndio dhambi. Imagine hujaenda kufanya, wewe unafikiria umefanya ngapi? And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. Brother, ulikuwa na question? Kuchangia. Mwelezee. Si time zimeisha. When are we meeting? Imebaki dakika ngapi? Wewe. Are you sure? When are we meeting? When Tuesday itakuwa tarehe ngapi? Itakuwa tarehe ngapi? 22nd. We can propose a section on Monday, but we are not there.
kaa utakuwa within Kenya. Monday mimi niko tu hapa. I'm just here but Monday which date? Monday ya 21st. 21st. 22nd to 27th tutakuwa Kakamega. Sigalagala Technical. So I think we shall be here together. We can propose that 21st. Yes, yeah. I'll give you the time, please. Okay, lunch hour, ama evening, ama night. Do you need permission from your director to extend this training? And Reverend Osiro and Chaplain Bo Peter Mbui and the CEO and the company commanders, do you need permission to extend mpaka saa 5? Yes. And then tutasindikisha wandada. Nitakuwa na company commanders hapa ndio wanakuanga na shida. Tunawapeleka wanaenda kulala vizuri, si ndio? Si sawa? Yes. Because it is good also to respect the time set by the institutions, si ndio? Yes. Because ni vyema sana tukaweza kuwa pia na wachungaji wetu hapa, tukaweza kuchangia tukiwa pamoja na wao, si ndio? It is always good to minister with others and to share with others.